Karibu sana. Ongeza makofi na usimame. Aya. Karibu baba. Hallelujah. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Sema wewe Yesu, chukua utukufu wako. Punga mkono wako hewani. Ninakusalimu katika jina la Yesu Mwokozi wa ulimwengu. Hallelujah. Amen. Tunaweza kuketi. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Isaya Obedi. Hallelujah. Please change this microphone and then we'll continue. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Give me the other one. Hallelujah. Then don't touch the buttons. Hallelujah. Najua bila wewe singeweza. 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 Hallelujah. Amen. Tunaweza kuketi. Mchungaji Isaya Obedi, mwangalizi wa kituo cha Ilala na katibu wa jimbo la Mashariki. Ndugu zangu waangalizi wa kituo cha Bagamoyo, Morogoro mjini, kituo cha Kinondoni, wachungaji wa matawi mlioko hapa, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mama yangu, wewe ambaye ndani yako Mola wako nimekaa miezi 9,
Ubarikiwe na huyu Yesu. Haleluya. Watumishi wa Mungu, angels, Bwana Yesu asifiwe. Eden Hall Singers, Sinai, haleluya. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waumini wa jimbo la Mashariki, sema amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ninaomba niseme machache siku hii ya leo, na kwa neema ya Mungu tuko mahali hapa pamoja na watoto wetu. Watoto, Bwana Yesu asifiwe kule gorofani. Amen. Ni neema kumtumikia Mungu. Nami naomba niseme yale mlioyafanya, nyimbo mlizoimba, maneno mlioyatamka katika nyimbo, zawadi mlizonipa kama askofu wa jimbo, pamoja na familia yangu, mke wangu mpenzi Rabista na familia yetu, kwa ajili ya utumishi wetu. Jambo la kwanza ninapenda kusema ya kwamba nina deni kubwa la kulipa kwa ajili yenu, na deni hili ni utumishi ambao ninamwomba Bwana kwa neema yake nitumike katika uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu anipe ufahamu na hekima namna ya kuliongoza jimbo la Mashariki. Haleluya. Naomba nisome neno la Mungu. Nitakuwa na vitabu viwili na maneno machache nitakayoyaongea yanatoka kwenye vitabu hivyo. Kitabu cha kwanza, Wagalatia sura ya kwanza na mstari wa 15. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Haleluya. Amen. Kanisa la Mungu Pentecost Motomoto Church jimbo la Mashariki, jambo la pili ninalotaka kusema ni kwamba kama alivyoandika Paulo, nimekuja kufahamu ya kwamba nilitengwa kwa ajili ya kuihubiri Injili, naam, nikiwa tumboni mwa mama yangu. Wameimba Sinai ya kwamba sikujua, sikufahamu. Wameimba Eden Hall Singers kwa maana ya matendo ya Roho Mtakatifu. Kazi yangu ni kusimama katika wito ambao Bwana amenitia. Nami ninakushukuru katibu wa jimbo kwa kazi njema unayofanya. Mungu akubariki sana sana sana. Katika kuliongoza jimbo unahitaji watu,
Amen. Utakao kusaidia hata hiki kilichofanyika ni fikra zako kwa ukubwa huu, kwa utukufu huu, pata kuona hivyo. Mungu akubariki sana. Wewe na mke wako na uzao wako na huduma ambayo Mungu amekupa. Waangalizi, hakika nimeitwa kutumika katika shamba la Bwana, lakini sitaweza. Nimesoma katika risala wakati nimeanza kuliongoza jimbo hili, wakati ule kama mwangalizi jimbo lote, lakini sasa Mungu amewainua ya kwamba mtaangalia vituo katika jimbo la Mashariki. Huyu Yesu aendelee kuwapaka mafuta mabichi kwa utumishi. Haleluya. Wachungaji, Mungu awabariki sana. Paulo pamoja na kazi kubwa aliyoifanya, na akasema kwa neema ya Mungu amefanya kazi kwa zidi wengine. Alimhitaji Timotheo, alimhitaji Luka, alimhitaji Tito. Haleluya. Kila alipoanzisha kazi ya Mungu alimhitaji mtu ambaye naye ameitwa na kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu ili aipeleke injili ya Bwana kwa mataifa. Kwa hivyo ninyi ni watu wa muhimu sana katika kutimiza kusudi ambalo Bwana ameweka katika maisha yangu jimbo Mashariki, lakini katika kanisa la Pentecostal Motomoto Church. Haleluya. Kadhalika inapenda kusema tumepewa zawadi. Naam. Na mimi imekuwa kama ni surprise kwamba ninaitwa zawadi. Ni nafasi nyingine katika ulimwengu wa roho na kusudi jingine ambalo mmelifunua kwangu juu ya kugusa maisha yenu, maisha ya mtu mmoja mmoja. Zawadi ni kitu cha kufurahisha. Zawadi ni kitu kinacholeta amani. Zawadi ni kitu kinachokutia nguvu. Ndio maana nimesema nina deni kubwa, ninamwomba Roho Mtakatifu anisaidie. Mwanamke huyu naye Bwana anaendelea kumfinyanga ili atembee katika nyayo zangu, ili atembee katika mafuta ya Bwana. Haleluya. Nadhani wale waliomjua miaka 7 iliyopita sio rabista wa leo. Mshangilie Kristo kwa ajili yake. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho, kwa Kiingereza tunasema tunatembea katika same wavelength. Haleluya. Anaiona speed ya injili, anaiona speed ya huduma, na yeye anajiweka sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Dr. Ezra Mtamya, askofu mkuu wa Pentecostal Motomoto Church. Haleluya. Kwa kuwa ilimpendeza Bwana na ikampendeza yeye ya kwamba niwekwe mafuta ya kuwa askofu wa jimbo la Mashariki, na ninamwomba Bwana ampe maisha marefu, aongeze hekima juu ya hekima alionayo, aongeze ufahamu juu ya ufahamu alionao, ili aweze kutimiza kusudi la Bwana kwa muda na nyakati zilizoamuliwa. Mungu amtunze yeye na familia yake. Haleluya. Nami ni mmoja wa wasaidizi wake kwa akili zangu, kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu, kwa kila kitu ambacho Bwana kwa neema amekiachilia katika maisha yangu
basi nitasimama kuwa msaidizi wake. Pentecoste Motomoto Church isikike Dar es Salaam, isikike Dodoma, isikike Arusha, isikike Mwanza, isikike Tanzania. Kwa jina la Yesu ivuke mipaka ya Tanzania. Haleluya, haleluya. Iwe ni utukufu kwa huyu Yesu, hasa katika nyakati hizi ambazo dunia inahitaji neno la kweli, lakini udhihirisho wa ishara na nguvu za Roho Mtakatifu. Kanisa la Pentecoste Motomoto tumepewa nafasi hiyo na tunaweza kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Haleluya. Lakini naomba nichukue dakika chache tena niseme kuhusu maono. Haleluya. Mama Askofu, soma Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 na ule mstari wa 3. Ndugu zangu, kuna mahali tunakwenda. Geukie jirani yako mwambie kuna mahali tunakwenda. Rudia tena, kuna mahali tunakwenda. Sema ni mahali pa utukufu, ni mahali pa heshima. Tamka kwa nguvu, sema kila falme zitakuwa falme za mwana kondoo. Haleluya. Biblia inasema Habakuki sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 2. Ndio. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana. Andika haya maono, andika hii njozi ukaifanye iwe wazi. Amen. Endelea. Ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Isomeke kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Ndio. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Hebu sema maono haya yanafanya haraka. Maono haya yanafanya haraka. Sema wala hayatakawia. Wala haitakawia. Ndio. Wala haitasema uongo ijapo kawia, ingojee. Kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Hebu tamka, haina budi kuja. Hakuna cha kuzuia. Lazima maono haya yatatokea. Haleluya. Unataka kujua? Unataka kusikia? Mshangilie Jehova kwa makofi. Kwanza ni kanisa lenye nguvu ya Roho Mtakatifu, kiwango cha kuteka kila falme za giza. Haleluya. Ongeongeza makofi na amina ya heshima kwa huyu Yesu. Nasema kwanza ni kanisa lenye nguvu za Roho Mtakatifu, kiwango cha kuangusha kila falme za kuzimu. Amen. Lakini pili ni kanisa lenye kibali. Sema kanisa lenye kibali. Haleluya. Kibali kwa wajamii na kibali kwa wakuu wa nchi. Sema kanisa lenye kibali kwa jamii ya Tanzania, kwa jamii ya kimataifa na serikali. Haleluya. Unataka kujua jambo la tatu? Bwana Yesu apewe sifa. Mshike mkono jirani yako, mwambie ni kanisa linalomiliki uchumi. Rudia tena, linalomiliki uchumi, linalomiliki fedha, linalomiliki mali kwa ajili ya Injili. Madisi asema kwa ajili ya Injili. Haleluya. Amina.
kama ambavyo risala imesema, hakika tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, tunahitaji kibali, lakini tunahitaji nguvu ya uchumi. Amen. Kuendelea kanisa kupanuka, kununua viwanja kwa ajili ya kanisa, ardhi ya uwekezaji kwa ajili ya kanisa, kujenga majengo ya ibada ambayo yana utukufu kwa Jehova. Haleluya. Nataka nikwambie ya kwamba huyu Mungu sio wao tu peke yao. Hebu sema, huyu Mungu sio wa kwao peke yao. Haleluya. Lazima tumuone kwa viwango vya ukubwa, lazima tumuone kwa viwango vyenye utukufu katika kanisa hili Pentecost Moto Church. Maono haya, jambo la kwanza, nataka mtu mmoja atamke, watu wawili watamke, wanawake watamke, wanaume watamke. Jambo la kwanza, kanisa, nguvu, kisha narudia, nasema kanisa lenye nguvu za Roho Mtakatifu, kiwango cha kuvunja kila falme za kuzimu. Kwa hivi usiishie kanisa lenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu kipimo chake ni kipi? Haleluya. Kwa hivi ni nguvu ya Roho Mtakatifu, kiwango, kiasi cha kuangusha kila falme. Hiyo ndio kazi tulioipewa. Kwa hivyo haitoshi kuwa tuna nguvu. Nguvu lazima iwe na kipimo cha kuweza kuangusha falme. Haleluya. Maono yetu, jambo la pili, kupata kibali mbele za jamii na mataifa, na haleluya, ya kwamba wachungaji mahali mlipo mtapata kibali kwa wale wanaowazunguka. Kokote mtakako kwenda watawakaribisha. Haleluya. Chochote mtakachotamka watakitenda. Wakuu wa serikali watakuja kutafuta hekima na maarifa kwetu. Lakini pia tatu, tutamiliki nguvu ya uchumi. Haleluya. Nami ninaomba sasa niwashukuru familia yangu, mke wangu Rabista na watoto wangu ambao Mungu amenipa wote kwa ujumla wao. Haleluya. Mungu awabariki, maana katika utumishi huu Roho Mtakatifu asipofanya wepesi, familia inaweza ikamkosa baba. Watoto wanaweza wasipate muda mzuri na baba. Mke anaweza asipate muda wa kutosha na baba. Wakati fulani hata mama yangu mzazi anasema, utakuja kwangu lini? Tena ananiambia niende kwake kama mchungaji wake, sio kama mtoto. Na siku nyingine anasema kama mtoto wangu. Lakini wakati anasema niko mahala kwenye huduma, niko mahala kuna kitu ninafanya. Namshukuru Mungu anayenipa afya. Ndugu zangu, naomba mniombee Mungu aendelee kunipa uzima alionao Jehova, kwa kuwa kiu ya kumtumikia huyu Yesu kwa ajili yenu ni kubwa mno. Nakushukuru mke wangu, Mungu akutunze. Endelea kuniombea, endelea kunivumilia. Uniachie usiku wa manane, saa 8 niombe na kuziangusha falme za giza. Uniruhusu niende kuhubiri Injili peke yangu na unabaki upeke. Bwana akutie nguvu. Haleluya, haleluya. Amen. Na
pamoja na kuwashukuru wote kwa zawadi, kuna watu wachache pia ninawashukuru kwa kile mlichokiandaa, hata kwa chakula mlicho kitayarisha. Mungu awabariki sana sana. Kabla sijampa kipaza sauti hiki mama askofu, acha niseme maneno mawili ya mwisho. Nilimwomba Mungu ya kwamba mwanamke huyu anaitwa Asa Matayo, ambaye ni mama yangu, asitwaliwe kabla moyo wangu haujasema atwaliwe. Unajua ni ombi gumu sana, kwa sababu yeye amekuwa akinipa mafunuo huyu Yesu, alafu namwambia hapana, bado muda, kwa kuwa akionyesha ya kwamba siku atakapotwaliwa kutakuwa na gap. Mimi siwezi kukubali gap. Haleluya. Akionyesha kwamba anatwaliwa alafu pale alipokuwepo hakuna mtu aliyesimama, siwezi kukubali. Haleluya. Nami nakwambia hata kama utashindwa kunyanyuka na kuja kwa hii madhabahu, utakuwepo mpaka nitakaposema Bwana, sasa wakati umefika, kwa kuwa yeye lazima athibitishe ya kwamba ile nafasi uliyosimama yuko mtu mwingine. Asipokuwepo utaendelea hata ukiwa kitandani, wanakufunika na kanzu, wanafunika na blanketi. Ndivyo ninavyonena. Mungu huwa hamtoi mtu kwenye nafasi kama mwingine hayupo. Alimwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amefanyaje? Amekufa. Ni wewe, haleluya, utakao waongoza watu hawa. Kwa hivyo lazima mtu atayarishwe na aonekane ameenea kwenye kiatu chake. Basi utalala pamoja na wazee kwa amani. Mungu wangu akubariki. Lakini nimwambie mke wangu, na hili ndio la mwisho kwangu kusema, ya kwamba tuna deni. Nilianza kusema tuna deni. Mungu ametupa wakati wa kutumika, hatujui ni miaka mingapi iliyosalia, lakini tuna deni. Tutawatumikia. Narudia, tutawatumikia. Ninasema sisi ni watumishi wenu, tutawatumikia, kwa kuwa Bwana ametupaka mafuta kuwatumikia. Hakuna kilichosalia kwenye maisha yetu, hakuna ukuu tunaohitaji, hakuna heshima tunaohitaji, isipokuwa kumtumikia Yesu Kristo. Haleluya. Ambayo kwayo tulizaliwa. Karibu useme neno. Baba Mungu awabariki na kuwalinda, awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili, wainulie uso wako na kuwapa amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niseme maneno machache ya shukrani kwa kila mmoja na aliyeko mahali hapa na ambaye hakufanikiwa kufika mahali hapa. Mungu awabariki sana kwa yote mlioyatenda. Katibu, Mungu akubariki, waangalizi, wachungaji,
wake wa wachungaji, waumini na watoto wote. Mungu awabariki sana. Wakati Mungu anaumba dunia, aliona kila alichokifanya ni chema sana machoni pake, lakini akasema si vema mtu huyu Eliasafi Matayo awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi ambaye ni Rabista Matayo. Mimi ni msaidizi wake wa kufanana naye. Amesema bado naendelea kufinyangwa, ni kweli, lakini namshukuru Mungu kwamba ananipa nguvu ya tofauti sana na kifua na uweza wa tofauti kutembea pamoja na mtumishi wake mkubwa huyu. Mwanamke, usijidharau. Umebeba sehemu kubwa sana ya mwanamume uliye naye, kwa wale ambao wana ndoa na wale ambao wanategemea kupata ndoa. Tambua kwamba unabeba sehemu kubwa sana katika maisha ya mwenzi uliye naye. Ndoa ni kama bahari, na watoto wengi, hata jana vijana nilikuwa nawaambia, wanasema mama, tunaogopa kuingia kwenye ndoa. Nikawaambia ingia, kwa sababu ndoa chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Kipindi cha mawimbi makubwa yanapita na Mungu anawavusha, na kuna kipindi cha utulivu Mungu anawapa. Kwa hiyo kama Mungu ameianzisha vipindi vyote hivyo, tegemea kuvipata, na yeye ndio atakaye kuvusha. Kwa hiyo mwanamke, simama na jitambue, nafasi yako ni kubwa sana kutembea pamoja na watu hawa. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninajivunia kuwa sehemu ya mtumishi huyu kuhani Eliasafi Matayo, kwa sababu ninajifunza mengi na ninapiga hatua kubwa, na ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayeniwezesha, wala si kwa akili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja akanichekesha, akaniambia unawezaje kuendesha injini kubwa kama hiyo? Nikamwambia ni Roho Mtakatifu, maana hiki kichwa kukiendesha ni kama injini 3 za treni. Ukivute kama mwanamke, akili anazo, ufahamu, maarifa yamelala hapa. Kwa hiyo wakati unaongea ama kutenda, lazima umuombe Roho Mtakatifu kwanza akupe neno na jinsi ya kufikiri na kutenda na kunena mbele yake. Mungu wa mbinguni awape neema hiyo, na mzidi kumwombea na mzidi kutuombea. Ninakupenda Eliasafi. Mungu akupe maisha mengi ushangae. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Thank you. I'm honored. Thank you. Hallelujah.